Tutakwenda kujifunza leo juu ya upendo wa Yesu katika maisha yetu. Kwa hiyo neno la Mungu utaandika upendo wa Yesu katika maisha yetu. Ni upendo gani ambao Yesu ameuleta katika maisha yetu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo wa Yesu katika maisha yetu. Kwa hiyo unaweza kaandika upendo wa Yesu katika maisha yangu au upendo wa Yesu katika maisha yetu. Vyote vinakubalika mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru sana Mungu kwa sababu ya huruma zake. Yeye ni mwingi wa huruma, na huruma zake kwa wanadamu wote akaamua kuleta huu upendo kwenye maisha yetu. Huruma za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunajua wote tulishapotea. Na katika kupotea nasema tulikuwa tunaelekea kwenye moto wa milele. Na wote tulikuwa chini ya shetani. Lakini ashukuriwe Mungu kwa ajili ya huruma zake akaweza kuleta upendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatujali katika kila hali tunayopitia. Yaani usijione huko peke yako. Bwana asifiwe. Usijione huko peke yako. Mungu anakujali katika kila hali unayopitia. Na ndio maana anasema imekupaswa kumwomba Mungu siku zote wala usikate nini? Tamaa. Jambo lolote ambalo nalipitia sasa hivi lichukue nzima lipeleke kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tulisema kipindi kilichopita, watoto wa Mungu tuna neema na tuna bahati sana. Bahati namba moja ya watoto wa Mungu kwamba unaweza ukaenda mbele za Mungu na neno la Mungu ukaomba chochote kupitia neno la Mungu na ukapewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani na maombi hayo ukishaona kwamba hujapata, chukua tena lile neno la Mungu, nenda mbele yake kadai. Mungu lishasema hapa kwamba mimi nitakuwa 1, 2, 3. Mbona sioni iko kitu? Ninadai sasa katika jina la Yesu nipatie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kulikuwa na mjane mmoja kwenye Biblia anasema yeye alikuwa amezulumiwa. Yeye alikuwa amefanya nini? Amezulumiwa. Hatujui hajasema amezulumiwa kitu gani, lakini alizulumiwa haki yake. Kwa mfano sasa hivi tuseme labda wewe kuna mjane amenunua uwanja anataka kujenga au ameshajenga. Sasa wamekuja mtu mwenye pesa zaidi anataka kumdhulumu lile eneo. Kwa sababu analihitaji tu lile eneo na yeye ana pesa basi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yule mjane alikuwa kwanza anamjua Mungu. Akaenda kumshtaki yule mtu ambaye anataka kumdhulumu lile eneo. Alipoenda kumshtaki yule hakimu tayari, kwa sababu huyu mtu naye ana fedha. Huyu hakimu akawa anataka kuingia katika ile dhuluma, kuto kumpa haki yake huyu mjane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mjane alisema ingawa mimi sina pesa, lakini hii kwa kuwa ni haki yangu haitodhulumiwa, nitaipata. Amen. Akaendelea kuidai. Kila asubuhi yuko kwenye mlango wa nyumba ya hakimu, kila asubuhi, nipatie haki yangu, ile ni haki yangu. Wewe unajua, nipe haki yangu, hata kama sina pesa nipe haki. Kila asubuhi hakuchoka yule mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule hakimu akasema hata kama simjui Mungu, lakini kwa usumbufu huu, ili niondokane na usumbufu huu, nitampatia nini? Haki yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mama akapata haki yake. Kwa sababu gani alipata haki yake? Kwa sababu hakukata tamaa. Aliendelea kudai mpaka akapata haki yake. Kwa hiyo hata kama kulikuwa na mtu ana pesa, lakini zile pesa zikawa hazina kazi kwa sababu ya usumbufu ambao huyu mama alikuwa anaonyesha kwa hakimu. Sasa neno la Mungu anasema, je, kama huyo ni mwanadamu anaona kero, je, Mungu sio zaidi? Hata wapa wale ambao wanamuombao kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ombeni nanyi amesema Mungu iko. Hajasema mchungaji. Amesema nani? Mungu. Ombeni nanyi mtapewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuangalie upendo wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Yesu alikuja kufanya nini katika maisha yetu? Sasa
kabla hatujaenda kuangalia upendo huo, lazima tumjue kwanza Yesu ni nani. Unaweza ukawa na Yesu lakini usimjue Yesu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ni nani? Na kwa nini anaendelea kuhubiriwa katika ulimwengu huu? Yeye ni nani? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu ni nani? Tukiangalia katika neno la Mungu, unaona Yesu amejifunua katika eneo mengi sana. Amejifunua katika maeneo mengi mno kuliko kawaida. Namba moja, Yesu amejifunua yeye kama mwana wa Mungu. Tusome Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Namba moja, Yesu amejifunua kama mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo jua hiko kwamba Yesu amejifunua kama mwana wa Mungu. Na tutakuja kuelezea kwa nini alijifunua kama mwana wa Mungu. Yohana sura ya 3 na mstari ule wa 16. Nasoma katika jina la Yesu. Amina. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hata kama watu walidanganywa, watu walikuwa chini ya shetani, lakini kwa sababu ulimwengu uliumbwa na Mungu na wanadamu waliumbwa na Mungu, huruma za Mungu zikatoa upendo kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema hawa siwezi kuwaacha wakaenda kuuteketea wote. Kwa hiyo akamtoa mwanae wa pekee ili aje hapo ulimwenguni na kila mtu atakayemwamini afanye nini? Asipotee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Utaanza kufahamu sasa, kumbe kwenye dunia hii tunaishi na watu waliopotea. Na kama haujamwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana wewe umefanya nini? Umepotea. Sasa angalia, wewe unaweza ukafuata njia ya mtu aliyepotea? Hapana, sio. Ndio maana unakuta kuna maisha tofauti hapa duniani. Kuna maisha ya watoto wa Mungu na maisha ya watoto wa nani? Wa shetani. Kwa mtoto wa Mungu ukisema uige maisha ya mtoto wa shetani, maana yake unaenda kufanya nini? Kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe mtoto wa shetani anatakiwa aige maisha ya mtoto wa Mungu ambaye hajapotea. Kwa hiyo anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bali awe na uzima nini? Wa milele. Yesu alifanyika mwana kwa sababu alichukua asili ya mwanadamu. Alichukua asili ya nani? Ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye tutaona huko mbele ni nani, lakini aliamua kuchukua asili ya mwanadamu. Kwa nini anaitwa mwana hapa? Kwa sababu kwanza alizaliwa na nani? Na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua mtu akishazaliwa na mwanadamu lazima awe mtoto. Ataendelea kukua, ataendelea kukua mpaka atakuwa mtu mzima. Kwa hiyo Yesu hakuikwepa. Akapitia mfululizo wote ambao mwanadamu anaupitia. Na lengo lake lilikuwa ni kwamba apite kule ili aje amuokoe huyo mwanadamu aliyefanya nini? Aliyepotea. Yesu angeweza tu kuja kama yeye. Lakini angefika tu kama yeye, hakuna mtu angeweza kufanya nini? Kumsikiliza, kila mmoja angemwogopa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu alikuwa anakuja kumuokoa mwanadamu, akaona achukue mfano ule wa mwanadamu, achukue sura ile ya mwanadamu ili aonekane anafanana na nani? Na wao. Ili atakapokuja kuwaokoa wao wasiwe na mashaka naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alichukua hiyo asili ya mwana kwa ajili hapa duniani tu. Hiyo mwana ilitumika hapa duniani tu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yote haya aliyafanya ili tu lengo kubwa alilokuwa analiendea ni kwa ajili ya kumwokoa nani? Mwanadamu kutoka katika dhambi. Unajua moja ya vitu ambavyo Mungu alitupendelea sisi, alipomuumba Adamu akamwekea na bustani. Unajua maisha ambayo Mungu anataka kila mmoja awe na, kwamba alipomwekea ile bustani akamwambia kila kitu kiko humu. Wewe kaa.
tumia hivyo vitu vyote, lakini uvitunze. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha unafanya nini? Unavitunza na kuvilima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila kitu hautopungukiwa. Kwa hiyo kila mmoja aliyeumbwa hapa na Mungu, lengo kubwa ilikuwa ni hilo, usipungukiwe na kitu chochote. Lakini kwa nini ilikuja kupungukiwa na hivyo vitu? Kwa sababu ya Adamu kumwacha Mungu na kwenda kwa nani? Kwa Shetani. Kwa hiyo ndio maana unaona leo hii hata mtu yeyote anayemwacha Mungu na kuelekea kwa Shetani anapungukiwa na kuanza nasikia huko mitaani wanasema tunapambana na maisha lakini hatuyaelewi maisha. Bwana Yesu asifiwe. Tunapambana sana lakini hatuoni matokeo. Mama kusikia hizo kauli. Ukishatoka kwenye bustani ya Eden, yani ukishatoka kwa Mungu, kinachofuata alichoambiwa Adamu, ukishatoka kwangu ni kufanya nini? Kupambana. Utakula kwa jasho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana sasa wote ambao wanamtegemea Mungu, ambao wameamua kumwamini huyu mwana amekuja kuwaokoa, kuwarudisha kwa Mungu, hao hawaishi tena kama wale wanadamu wa kwanza. Wanaishi kama Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakipata changamoto yoyote, wanajua jibu liko kwa nani? Kwa Mungu. Wakipata shida yoyote, wanajua jibu liko kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo wanakimbilia kwa nani? Kwa Mungu, na Mungu anawapatia majawabu yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo iko ndiko cha kwanza kwamba Yesu ni nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini namba 2, Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Yesu ni mwokozi wa nini? Wa ulimwengu. Tusome Matendo ya Mitume sura ile ya 4 na ule mstari wa 12. Msisahau kwamba tunaenda kuangalia upendo wa Yesu. Lakini tunaanza kwanza kuangalia maana ya huyo Yesu ni nani. Ndio tuende kwenye upendo wa Yesu. Matendo ya Mitume sura ya 4 na mstari ule wa 12. Nasoma katika jina la Yesu. Amina. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Wewe kama upo duniani, usizani utaweza kupata wokovu sehemu nyingine yoyote zaidi ya kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Usije wakasema unajihesabia haki, ni neno la Mungu ndivyo lilivyosema. Hakuna wokovu mwingine wowote ambao mwanadamu aliyopo katika ulimwengu huu ataupata nje na nani? Na Yesu. Hayo mengine yote wanaendelea kujidanganya na kujipa moyo. Unajua Shetani mjanja sana. Shetani ashaona anachokiendea. Shetani alishaona kipi ambacho Mungu amemwandalia. Shetani mjanja akakaa akatathmini, akaona ni kitu gani ambacho Mungu anakipenda sana kuliko vyote alivyoviumba. Bwana Yesu asifiwe. Akarudi katika mwanzo. Ndio maana nasema wewe ukiwa unasoma neno la Mungu, Shetani anajua neno la Mungu kuliko nani? Wewe. Kwa sababu hilo neno la Mungu, wakati Mungu anayasema hayo yote, na yeye alikuwepo. Kwa hiyo aliyasikia na anajua jinsi ya kuyatii. Na anajua jinsi ya kuyapindua. Bwana Yesu asifiwe. Si mnakumbuka pale jangwani alimwambia Yesu amefunga siku 40. Hajaona nini? Njaa. Siku 39 hajaona njaa. Siku ya 40 alipoona njaa, Shetani ndo akaja. Nikwambie kitu kimoja. Wakati unapokuwa na shauku ya kitu fulani, kupata kitu fulani, Shetani ndo anaanza kuja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa mfano, labda utakuta labda mdada anataka mume. Si ndio? Ndani ya moyo wake. Mungu ameshaona. Na Shetani afanye nini? Ameshaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukienda mbele za Mungu kumwomba Mungu, ninaomba unipatie mume, na haujachukua andiko la haki yako kwenda kudai mbele yake, Mungu atakusikiliza tu, lakini hatakupa, kwa sababu bado hujajua jinsi ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda uwe na Roho Mtakatifu ndio atakusaidia kwenda mbele za Mungu. Baba, huyu hajui. Umenipatia kweli, ni mtu wangu, niko naye, lakini huyu afanye nini? Hajui. Ninaomba umsaidie. Lakini kama hauna Roho Mtakatifu, kitakachofanyika, wewe umeenda kuomba,
kule mbinguni Mungu amesikia na shetani kafanya nini? Kasikia. Jibu la kwanza kabisa linalokuja ni la nani? La shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nasikia mtu anasimama, Mungu amenipatia, analeta ushuhuda, amenipatia mume nilimuomba. Shetani, ulimuomba kwa misingi ipi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa shetani yeye anajua kitu gani ambacho Mungu yaani katika uumbaji wake wote ni kipi anachokipenda zaidi. Ndio akaona kule Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, ili wakafanye nini? Wakatawale. Akasema okay, kama Mungu ameniandalia mimi moto wa milele, huyu ambaye amemwandaa kuja kutawala, huyu ndo tunaenda kuungua naye pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na akafanikiwa. Ile misheni yake yote akafanya nini? Akafanikiwa. Kwa hiyo wanadamu wote tukao tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, tunaelekea wapi? Kuzimu, kwenda kuungua moto siku ya mwisho. Mungu akakaa mbinguni akasema, hapana, hao wanadamu ni mimi nimewaumba, na lengo kubwa ili wanitukuze mimi. Shetani amekuja amewadanganya. Kwa hiyo ninaenda mwenyewe kwenda kufanya nini? Kuwaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo namba 2, Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Ulimwengu wote. Na ndio maana hakuna wokovu wowote utakaoweza kupata sehemu yoyote ile zaidi ya nani? Kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alilazimika kufa msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu, kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana asifiwe. Amen. Na akafufuka siku ya 3 na uzima wetu wa milele. Sasa watu wengi wanajidanganya, wanasema kama Yesu alishafufuka na uzima wetu wa milele, maana mimi si mwenye dhambi. Hapana. Ndio maana ametoa neema kwamba unatakiwa umpokee. Unapompokea ndipo unapata ule uzima wa milele ambao alifufuka kuja kukupatia. Bwana Yesu asifiwe. Kama hauwezi kumpokea, maana bado ule uzima upo, ila haujakufikia wewe. Wewe bado uko kwenye dhambi. Tunamkumbuka Ayubu. Ayubu alikuwa anamcha sana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na nikupe siri moja. Ukiwa unamcha sana Mungu, shetani anakuogopa na hawezi kukutembelea nyumbani kwako. Ayubu alikuwa anamcha sana Mungu mpaka shetani akawa anamuogopa Ayubu. Akawa anampitia kwa mbali. Siku moja Ayubu akawa amemkosea nani? Mungu. Amewaacha watoto wake wanaenda kutenda dhambi, afu yeye anaenda kutoa sadaka kuomba kama msamaha, Mungu awasamehe nani? Watoto wake. Mungu apewi rushwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani katika mizunguko yake akakutana na Mungu. Mungu akamwambia, unatoka hapa? Akasema, natoka duniani kuzunguka. Alikuwa anatafuta mtu wa kufanya nini? Wa kummeza. Ndio Mungu akamwambia, umemuona Ayubu mtumishi wangu? Akasema, nimemuona kwa sababu wewe unajua wewe umemzungushia ulinzi. Akasema, hujamuona vizuri. Mwangalie vizuri. Sasa hivi ameshanikana mimi, amekuja kwako. Shetani aliposikia tu vile, akasema, sasa Mungu nasemaje? Akasema, nenda kamshughulikie, lakini roho yake tu usiguse. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajua yaliyompata Ayubu. Alikuwa tajiri sana, akapoteza kila kitu. Alikuwa na watoto wote wakapotea. Akabaki yeye, na mwisho wa siku alibaki yeye na mke wake, mpaka ikafika wakati mke wake naye akamwambia, "Usimkufuru tu huyo Mungu, ufe." Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usifanye hivyo mama. Bwana asifiwe. Amen. Ukipewa mume, maana wewe ni msaidizi, kazi yako ni kumwombea katika majukumu yote. Hata kama anapitia magumu, wewe simama naye. Usiwe na roho ya mke wa Ayubu. Sasa anaposema wewe usimkufuru Mungu ufe, maana Yesu anataka kuolewa na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni roho ya Ibilisi. Lakini Ayubu akaendelea kusimama. Hakujua kosa lake. Mwanzoni kusoma kitabu cha Ayubu unaona Ayubu analalamika tu, analalamika. Lakini nikwambie kitu, malalamiko yoyote hayana majibu mbele za nani? Za Mungu. Mpaka utakapojua wapi umekosea, ukaenda ukatubu, ndio Mungu anaanzia kufanyia kazi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utasema mbona mambo hayaendelei? Mbona mambo siyaelewi? Rudi nyuma. Kama una Roho Mtakatifu ndo kazi yake kukukumbusha wewe siku fulani ulifanya kosa fulani hujatubu.
Bwana asifiwe. Amen. Ndio ukitubu sasa, Mungu anakuja, anaanzia pale kwenda mbele. Ayubu akalalamika, akafika mtu mmoja akamwambia ukweli. Asema unalalamika kule, wewe kumbuka umefanya dhambi. Ulienda ulimpelekea Mungu rushwa. Mungu ndio maana ameamua kufanya nini? Kumwachia shetani akuadhibu. Sio Mungu akuadhibu, Mungu alimwacha shetani afanye nini? Akuadhibu. Kwa nini? Kwa sababu ile rushwa ni kazi ya nani? Ya shetani, sio kazi ya Mungu. Kwa hiyo popote panapopatikana kazi ya shetani, shetani anakuja kufanya shughuli yake hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani anapoingia, yeye anakuja kuiba, kuchinja na kufanya na kuharibu. Yaani anahakikisha anaharibu kweli kweli na kweli. Alimpiga Ayubu. Mpaka Ayubu alipokuja kutubu, shetani akaachana naye, akasema sasa sawa. Aliporudi kwa Mungu, Mungu akampatia zaidi ya yale ambayo aliyapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atakupatia zaidi ya yale uliyoyapoteza, kwa sababu ukirudi kwa unyenyekevu na kutubu mbele zake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Usikate tamaa. Linapotokea jambo usikimbilie kulalamika. Unaye Mungu. Tena ni Mungu wa kweli na wa pekee anayetuhudumia wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la tatu, Yesu ni nani? Yesu ni Bwana na ni mfalme. Yesu ni Bwana na ni mfalme. Ndio maana unakuta anasema, anatuita sisi ninyi ni wafalme wa. Yesu ni mfalme wa wafalme. Hao wafalme wenyewe ndio ni sisi hapa. Yesu yeye ndio mfalme wetu mkubwa, lakini wa wafalme ambao ndio sisi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Mathayo sura 28 mstari wa 18. Mathayo 28 mstari wa 18. Ukiwa na Yesu hujapungukiwa chochote. Yaani ni muda tu wa kurekebisha moyo wako vizuri, ukae katika njia. Na unajua tukichukulia mfano, kwa mfano wengi tunaijua treni. Sasa hivi tunamshukuru Mungu tuna treni na ya umeme. Maana tulikuwa na treni ya mafuta tu, lakini sasa hivi tuna treni pia ya umeme. Ile treni hata ikiwa na mafuta yamejaa full tanki, kama sio njia yake haipiti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Yaani kama haipo kwenye njia yake ile treni haifanye nini? Haitembei. Treni ili iweze kutembea inafuata reli. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa Mungu, ili uweze kupata mambo yako kutoka kwa Mungu, unatakiwa ufuate kile Mungu alichosema. Ukienda nje ya hapo, hutosonga mbele, utabaki pale pale mpaka uje urudishwe tena kwenye reli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Yesu ni Bwana na mfalme. Tusome hapo. Nasoma katika jina la Yesu. Amina. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani ni nani? Yeye ndio mfalme. Mfalme ndio mwenye mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mfalme ndio mwenye mamlaka. Kwa hiyo mamlaka yote ya mbinguni na duniani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Yesu ndio mwenye mamlaka yote, ndio maana anaitwa yeye ndio Bwana na yeye ndio mfalme. Lakini pili, namba 4. Hiyo tulikuwa namba 3. Namba 4, Yesu ni nani? Yesu ni Mungu muumba mbingu na nchi, aliyefanyika mwili. Hapo ndio watu unaonaga hata wale wa upande wa pili wanapinga sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu sio Mungu. Mungu hazai. Mungu si nini? Maembe hayo hayana mume wala mke, mbona anazaa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sisi tunaonaga kuna misimu ya embe inazaa, sio? Tunaona ina mume. Kama hiyo tu ambayo Mungu ameiumba inaweza kuzaa yenyewe, sembuse Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo Yesu ni nani? Ndiye Mungu aliumba mbingu na nchi. Tusome sura ile Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 5, au tutaenda mstari wa 14.
Yohana sura ya kwanza. Ukimjua Yesu utopata shida. Sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5, afu taenda mstari wa 14. Nasoma katika jina la Yesu. Amina. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Rudia tena kwanza. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ambaye ni nani huyo? Mungu. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza. Mstari wa 14. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu ndiye Mungu muumba mbingu na nchi. Anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa nani? Mungu. Naye neno alikuwa nani? Mungu. Anaendelea, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ambaye ni nani? Mungu. Bila yeye hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo vyote vilivyofanyika vilifanywa na huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Ndani yake ndimo ulimokuwa nini? Uzima. Na sisi tumepata nini? Uzima wa milele kutoka kwa nani? Kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaendelea, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Ndio unaona leo hii, kwa mfano giza ni magonjwa. Mtoto wa Mungu magonjwa anakuweza kweli? Labda umeamua kushikamana nayo ndio yatakuweza, lakini kwa sababu Yesu ameshafika, hakuna ugonjwa wote ambao unaweza kufanya ukakusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa shetani yeye hawezi akaleta kilichokuwa chake kama wewe kuja mkaribisha na mambo yake. Yaani mpaka umkaribishe utende dhambi. Ukitenda dhambi ndio umefungua mlango, na ule mlango sasa shetani ndio anautumia kuja kuleta mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 14. Naye neno alifanyika nini? Mwili. Naye neno alifanyika nini? Mwili. Alipofanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Ambaye naye neno alifanyika mwili kule, huyo naye neno ndo anasema nani? Ndio nani? Mungu. Aliyefanyika mwili ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Aliyefanyika mwili nani? Ni Yesu. Alipofanyika mwili ndo akaja akaitwa mwana kwa sababu ya ule mwili. Na ilikuwa lazima apitie zile hatua ili kuja kumkomboa mwanadamu aliyepotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haya, hapo unaweza kusema labda hii sijaelewa vizuri, imekuwaje Yesu akawa Mungu hapo? Soma Yohana sura ya 14 mstari wa 7 hadi wa 9. Yohana sura ya 14 mstari wa 7 hadi wa 9. Hapa unaweza kusema hapa hajasema Yesu mwenyewe. Huyu ni Yohana. Twende huku ambako Yesu mwenyewe kwa kinywa chake anasema. Yohana sura ya 14 mstari wa 7 hadi wa 9. Nasoma katika jina la Yesu. Amina. Kama mngalimjua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mwamuona. Filipo akamwambia Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yaani alishinda kumwambia wewe, kwa sababu mimi nimechukua mwili ndio unaona, sio Baba. Anasema
Mstari wa 7. Kama mngalinijua mimi. Unajua shida kubwa, watu hawamjui nani? Yesu. Kama mngalinijua mimi, Bwana Yesu asifiwe, mngalimjua na nani? Na Baba. Akasema tangu sasa mnamjua tena mmemuona. Kwa hiyo Filipo, Mathayo, Yakobo, sio hata yule Yuda Iskarioti, wote walimuona nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe ndo hatujaweza kumuona hivi physically kwa sababu alishaondoka na akafika katika mfumo tena wa Roho Mtakatifu. Huyo Yesu. Na aliamua kufika kwa mfumo wa Roho Mtakatifu ili atuhudumie kila mmoja wetu. Sasa kwa mfano, ndio tungesema Yesu hajapaa mpaka leo. Labda yuko Marekani. Si ndio kila siku watu wangekuwa wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wote wanaoumwa sio wangekuwa wanatafuta kama nauli kwenda huko wakapone. Lakini akaona hii itawatesa wanadamu.